Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So in this tutorial tunaendelea na De Moivre's theorem. Tutapiga hii example moja hapa. Inasema change the following paired angles trigonometric function into multiple angles. So trig function ikiwa na power n tunaita paired angles, lakini ikiwa na n times theta inaitwa multiple angles. So hizi zote ni powered angles, power 3, power 3, power 4, power 5. Yeah, so si tunataka tuzigeuze ziwe in terms of multiple angles. Kwa hiyo tutatumia De Moivre's theorem. Tuanze na hiyo Roman 1. Alright. Roman 1 sasa ni hii cos cube theta. So in the previous tutorial tuliona kwamba 2 cos theta ni sasa na z plus 1 over z, si ndio? Au niseme actually ilikuwa ni hivi, ilikuwa ni 2 cos n theta ni sasa na z power n jumlisha 1 over z power n, si ndio? Kwa hiyo n ukiweka n ni moja, manake ndio inakuwa cos theta z power 1 na 1 over z. So sisi tunataka cos cube theta, si ndio? Kwa hiyo cos cube theta tufanye hii 2 cos theta tufanye power 3. So ukifanya power 3 upande wa kushoto lazima tena ufanye power 3 upande wa kulia. So upande huu itakuwa ni 8 kwa sababu 2 power 3 ni 8 cos cube theta. So unaona inafanana sasa cos cube theta. Upande huu kutumia knowledge ya Pascal's triangle, kwa itakuwa z cube jumlisha 3z squared times 1 over z jumlisha 3z times 1 over z squared, alafu mwisho kabisa ni 1 over z cube. So you can see kwamba z moja nakufa na hapa z moja nakufa, z moja nakufa na hapa z moja nakufa. So 8 cos cube theta itakuwa sana, chukua hii ni z cube jumlisha 1 over z cube. Nimechukua hiyo kwanza na mwisho. Alafu hapa katikati nitakuwa na 3z jumlisha 3 times 1 over z. So hapa now if I factor out 3, hapo nitapata ni 8 cos cube theta ni sasana z cube jumlisha 1 over z cube. So I want to factor out 3, kwa nitakuwa na z jumlisha 1 over z. Lakini hii z jumlisha 1 over z tusema ni 2 cos theta. Alafu hii sasa kwa sababu hapa anasema 2 cos n theta sana z power n jumlisha 1 over z power n. So n ikiwa 3 sasa z power 3 z power 3. Maana na hapa neka 3 inakuwa 2 cos 3 theta. Kwa hiyo hii itakuwa ni 2 cos 3 theta. So hii ndo sasa na nini? 8 cos cube theta. So you can see upande huku sasa we have multiple angles. So if I divide by 8 throughout, here my 8 goes, I just remain with cos cube theta. So this can be equal to 1 over 4 cos 3 theta jumlisha, this can be 3 over 4. So by 2 is 1, by 2 is what? It's 4. So na hiyo 3 inakuwa 3 over 4 cos theta. So si kwenye swali tumepewa cos cube theta is a powered angle, lakini tunamwambia 1 over 4 cos 3 theta, this is a multiple angle, plus 3 over 4 cos theta. So this was part 1 of our example. Let's do now part 2. Alright, part 2 sasa ilikuwa nasemaje? Shasahau, tuangalie kwenye swali kule mwanzo. Part 2 sin cube theta. So tubadilishe hiyo sin cube theta iwe nini? Iwe multiple angle ya. So sisi tunakumbuka kwamba 2i sin n theta kama hivi ni sawa na z power n minus 1 over z power n. So for n equals to 1 itakuwa ni 2i sin theta sawa na z minus 1 over z. So I want sin cube theta, kwa hiyo nitafanya cube both sides, upande wa huku cube na upande wa huku nini
cube. So upande huku nikifanya cube nitapata 8. So I cube ni negative I, kwa ni negative 8i sin cube theta. Aya, upande huku nitatumia 2 Pascal's triangle ile. Itakuwa ni z cube minus 3z squared times 1 over z plus 3z times 1 over z squared alafu minus 1 over z cube kama hivi. Yeah. So itakuwaje now? You can see hapa z moja anakufa na hapa z moja. Hapa pia z moja anakufa na hapa z moja. So hii negative 8i sin cube theta ni sasa unasema z cube minus 1 over z cube. Okay? Alafu tuweke minus. So mda nitabaki na 3z minus 3 times 1 over z. Yeah, so nimefactor out negative. Kwa hiyo hapa kwenye 3z imebaki positive, hapa kwenye positive imekuwa negative. So now I want to factor out 3 here. Kwa hiyo itakuwaje? Itakuwa negative 8i sin cube theta ni sawa na z cube minus 1 over z cube. Alafu negative 3 imetoa nje ni z minus 1 over z. So from ile pale tunasema kwamba 2i sin hii ni n theta ni sawa na z power n minus 1 over z power n. Maanake sasa kwa hapa ambapo n ni 3, hii itakuwa ni 2i sin 3 theta, si ndio? Minus 3 kwa hapa sasa n ni 1, itakuwa ni 2i sin theta. So hii ndo sasa na negative 8i sin cube theta. So I is common, toa I sasa. Okay, na hii negative. So I'm going to minus with negative I, negative I, negative I. So huku nitabaki na 8 sin cube theta ni sasa na hapa negative na negative na kuwa positive. So this becomes 6i sin theta minus, okay, hapa ndo inakuwa negative, inakuwa ni 2 sin 3 theta. So now it's time to divide with 8 everywhere throughout. So finally now I get hii swali langu ikuwa ni sin cube theta. Itakuwa sasa na hii ni 3 over 4. I'm sorry, hapa I ilikufa hapa I na I zikufa. Sorry about that. So hapa I na I zinakufa. So hapa itakuwa ni 3 over 4 sin theta minus 1 over 4 sin 3 theta. So nataka uconvert hii sin cube theta into multiple angles, ndo hivyo So this is the second part of our example. Let's see Roman 3 now. Yes, let's see Roman 3. So Roman 3 tutakuja kuiona kwenye example ni hii sin power 4 theta. Kwa hiyo tuisolve sasa hiyo nini? Sin power 4 theta. Again tutaanzia hapa kwenye 2i sin tusema n theta ni sawa na z power n minus 1 over z power n. Kwa hiyo for n equals to 1, 2i sin theta ni sawa na z minus 1 over z for n equals to 1. So if I do power 4 both sides now, power 4 huku na power 4 huku, so 2 power 4 ni 16, I power 4 ni 1, positive 1. Afu sin theta power 4 itakuwa sin power 4 theta. So hii itakuwa ni z power 4 minus 4, this is z cube times 1 over z plus 6, this is z squared times 1 over z squared minus again 4, this is z times 1 over z cube, and finally is plus 1 over z power 4. So this z moja inakufa hapa inabaki z squared So z squared na z squared inakufa, z moja inakufa hapa inabaki z squared kama hivyo. So hii itakuwa ni 16 sin power 4 theta ni sawa na, chukua hii ni z power 4 jumlisha 1 over z power 4 and then tuanje negative 4 so hapa tuanje negative 4, so hapa tabaki na z squared alafu jumlisha hii ni 1 over z squared and then finally tabaki na positive 6. Yeah, so now remember now tulisema kwamba
tulisema kwamba 2 cos n theta ni sawa na z power n jumlisha 1 over z power n. Maana sasa for n equals to 4 hapa kwenye z power 4 jumlisha 1 over z power 4 inside useme 2 cos 4 theta minus 4 hapa for n equals to 2 itakuwa ni 2 cos 2 theta afu yote plus 6. So hii ndo 16 sin power 4 nini theta. So if I divide with 16 throughout now, itakuwa ni cos power 4 theta, so divided by 16, hapa tuna 2 cos 4 theta over 16 minus hii ni 4 ndani kwa na 2 cos 2 theta over 16 alafu plus 6 tena over 16. Yeah, ngoja ni verify tena hapo. Yes. So dividing by 16 throughout unapata cos power 4 theta ni sana 1 over 8 cos 4 theta, this is a multiple angle, minus this is 1 over 2 cos 2 theta, and lastly this is 3 over 8. Yeah, so ataka convert hii powered angle into multiple angle, ndo hivyo. This is part 3. Part 4 sasa ya swali, part 4 ni cos power 5 theta. So hii ni part 4 part 4 anataka hii cos power 5 nini theta. So hii convert into multiple angles, hii ni homework yako hii. Okay, fanya mwenyewe hiyo. You can post the answer in the comment section below. Let me say see you in the next tutorial. You can also send me, if you wish, the PDF of your work at this email, nikusaishie. At this email, rockymday@gmail.com. Okay, sasa hivi ndo, let me say see you in the next tutorial.